Msikilizaji, karibu tuendelee na story yetu ya mimi. Na kwa mara ya mwisho tunaona ya kwamba Jesse baada ya kutoka hospitali kumpeleka sekretari wa Miriam, na ni baada ya huyo sekretari kugongwa na nyoka, na tunafahamu Jesse ni dokta, hivyo basi akaona mpatie huduma ya kwanza. Sasa kwenye kumpatia huduma ya kwanza wamekamilisha kila kitu, na baadaye mme wa Soraya akawa amekuja. Kwa hiyo wao wakawa wameamua kurudi nyumbani, ikiwa inamaanisha Tesha, Jesse pamoja na Miriam. Lakini hali kama Jesse ilikuwa ina change sana, kwa sababu ni mtu fulani ambaye alikuwa anahisi kizunguzungu nini. Sasa tukaba tunaulizana shida ni nini? Yaani kwa nini ajihisi hivyo? Je, mama wa mtoto wake amemfanyia kitu ambacho sio kizuri, ama kuna shida gani? Kwa hiyo wengi kwenye comment mlikuwa mnaandika ya kwamba itakuwa ni kwa sababu ya sumu ambayo alikuwa amemsaidia Soraya ndo imemletea changamoto hiyo. Kwa hiyo tunasonga mbele msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji ni Elton Tony. Basi Jesse anasema ya kwamba nikamtazama kwa mkazo kiasi, kisha nikaichukua glasi na kuamaliza yote aliyobakia. Mwanzoni yalipita bila uchungu wote, yaani sikusikia uchungu wote, lakini mwishoni ndo nikasikia uchungu. Na hapo nikagundua kwamba sio maji bali mate yangu ndo alikuwa ni machungu sana. Nikawa sasa nimeelewa kilichokuwa kinaendelea. Nami nikaiweka glasi mezani na kufunika mdomo kwa ganja, kusasa nikitikisa kichwa kwa kutokuamini. Ankia akasema kwamba wewe Jesse, mbona leo una shida gani? Nilimwangalia na kusema kwamba nitakuwa nimeingiwa na sumu. Ankia, sumu ya nini? Ya huyo nyoka. Eti? Ya. Unajua ningejua mapema ningebeba hata dawa. Sasa anyway, hapa sasa ni mpaka kesho. Mwache basi masiara basi. Sasa wewe sumu gani imekuingia? Kwani huyo nyoka alikungata na wewe au amekurushia mate? Usijali Anki, mimi nitakuwa sawa. Asubuhi nitatafuta dawa. Nahitaji kulala. Naomba. We Jesse, kuacha kujali wakati unaongelea masuala ya sumu. Ukiingia uko chumbani kulala alafu ukapitiliza. Ankia, wewe usiniite bwana. Hivi unafikiri utaniweka wapi mimi bwana? Utaniachaje? Watu huko nje mimi watanielewaje? Bwana, kama vipi turudi huko hospitali. Maana haiwezekani. Ankia, naomba unisikilize. Basi nikamkatisha kwa kumshika mikononi. Sauti yangu msikilizaji ilikuwa imeanza kuwa dhaifu, naye akatulia na kuendelea kunitazama kwa kujali. Ankia, naomba unisikize sawa? Relax. Sijangatwa. Ni kiasi kidogo tu cha sumu ndo kimeniingia. Kidogo sana. Ndo dalili ambazo zinaonekana sasa hivi. Kwa hiyo wewe hiyo sumu imekuingiaje? Nafikiri wakati namfunga Soraya nilitumia mdomo kukaza nguo karibu na uvimbe wake. Kwa hiyo ukawa umelamba sumu bila kujua, si ndio? Labda midomo iligusa kidogo tu, au ilikuwa ni rahisi kunirukia. Yote ni kwa sababu ya mvua. Sasa sijajua yote, lakini usijali bwana. Mimi najua dawa za kutumia. Hii itanipatia tu homa. Kwa hiyo nakuomba kesho utanisaidia kutafuta dawa nitakazokuelekeza, sawa? Lakini Jesse mwenzo mimi naogopa. Usijali Ankia, wewe niamini. Mimi si ndo mganga mfaidhi hapa bwana, au umesahau? Nimwacha masiara yako. Unajua hii kitu serious. Usijali bwana. Ngoja tu mimi nikalale. Nalala na wewe chumbani kwako leo. Twende. Ankia bwana, hamna haja. Wewe hapana, twende. Nalala karibu yako. Ukifia humo ndani je? Hapana. Nyanyuka Jesse, nyanyuka. Ankia alisisitiza. Unajua mimi sikuwa na namna yoyote, ila sasa niliona tu ngoja nimkubalie tu, kwa sababu alionyesha kunijali sana, na kikweli nilihitaji msaada wake, kwa sababu hata ingawa nilikuwa nimejaribu kuonyesha wepesi katika hilo swala, maneno yake yalikuwa ni sahihi. Ilikuwa ni jambo serious. Sumu ya nyoka kidogo tu kuniingia na kukaa huo muda wote. I say, mwili wangu ulikuwa ni kama ni umedhoofika hivi. Maeneo mengi ya ndani kwenye kinga mwili yalikuwa yamepata shida, na nilijua ingeendelea kunidhoofisha zaidi, hasa kwa sababu masaa mengine yangepita mpaka kufikia wakati ambao ningepata dawa za kutumia kuikata, na hakukuwa na namna. Subra tu ndio ingehitajika, hata kama sikutaka kufa mapema. Kwa hiyo Ankia akaniingiza chumbani kwangu na kunisaidia kuzitoa nguo zangu mwilini, kisha nikapanda kitandani na kulala.
Msikilizaji, ningeweza kuhisi namna alivyofunika mwili wangu kwa shuka, huku feni ikiwa imewashwa na kupuliza upande nilioulaza mwili wangu. Nilikuwa hadi nimeanza kuona maruerue kichwani. Yote ni kwa sababu ya kizunguzungu ambacho kilikuwa kinaongezeka. Na polepole usingizi ukanivuta na kuniingiza mahali pazuri sana pa pumziko la muda mfupi, endapo kama sumu isingefanya refu. Nimekuja kuamshwa na Ankia kukiwa tayari kumeshakucha, na kiukweli niliweza kuhisi namna gani hali ya mwili wangu ilivyozidi kuwa mbaya. Kichwa kiliuma, nilisikia kichefuchefu kizito, mikono yenyewe haikuwa na nguvu za kutosha, koo lilikuwa linasugua vibaya mno kiasi kwamba nikaanza nikaanza kama kuhisi kukohoa hivi kwa nguvu sana. Basi Ankia akaniletea maji ya kunywa. Inaonekana alikuwa ameshaamka hiyo asubuhi na kwenda kufuata dawa za kupunguza maumivu ya kichwa, kwa sababu alinipatia Panadol ili nimeze kwanza. Kisha baada ya hapo akaniuliza dawa zipi ambazo ningetakiwa kutumia. Nikafikiria dawa nzuri za kunisaidia kuondoa madhara ya sumu iliyoniingia. Nami nikamwomba karatasi na kalamu ili nimwandikie. Nilipomaliza nikampa, kisha nikamwelekeza ilipo wallet yangu ili sasa achukue pesa na kwenda kunifuatia. Huyo akaondoka. Sikutoka kitandani kabisa. Kwa nimejilaza tu sasa nikiendelea kukohoa. Nikaa nachukua maji na kunywa kidogo kidogo. Mate akiwa hapo ni machungu kinoma noma. Ndio baada ya dakika chache sasa simu yangu ikaanza kuita. Ilikuwa ni kwenye meza ile ndogo hapo chumbani nadhani. Lakini mimi sikuweza hata kujinyanyua na kubaki tu nimejilaza tu. Hapo baridi ilikuwa limeniingia mwilini mwangu kwa kiasi kikubwa sana. Lakini wote, mwili ni kama ulikuwa umechemka kama pasi hivi. Ankia akawa amerejea hatimaye. Na wakati huu hakurudi na dawa pekee, bali akawa amekuja pamoja na Tesha. Inaonekana walikutana huko nje na kuambiana kuhusu hali yangu. Na kijana ndio akawa sasa amekuja kuniangalia. Ankia akanipatia dawa, nami nikanywa kwa mtindo wa mpangilio uliotakiwa kwa kila dawa. Kisha nikajikalisha kitandani hapo na kumwangalia Tesha. Tesha alikuwa amevalia kwa njia iliyoonyesha alitaka kutoka ama ndo alikuwa amerudi kutoka sani. Oya. Vipi kaka, unatokea wapi? Mwanangu mimi sitokee sehemu yote ile. Nilikuwa ndo nimejiandaa naenda na Damimi hospitali kumcheck Tausi. Ina maana Miriam haendi kazini? Anaenda, lakini sasa ataniacha hospitali. Yeye atapitiliza kazini maana leo atakuwa uko peke yake. Tesha alisema hivyo. Ankia akajibu ya kwamba sawa. Sasa Tesha akasema ya kwamba oya mwanangu unaonekana kutafunwa sana na hiyo sumu. Si twende hospitali kaka. Baada ya Tesha kusema vile, Ankia akasema ya kwamba mimi mwenyewe nimemwambia hivyo vile hataki. Ona anavyonyongonyea. Ankia alisema hivyo kwa kujali. Hey, msijali bwana, mimi nitakuwa sawa, okay? Ona, hizi dawa zitanisafishia hiyo kitu. Nadhani kufikia kesho kutwa nitamka freshi. Kweli mwanangu? Ya, uhakika. Haya bwana, ila mwanangu unajua nini? Ngoja basi mimi hapa nikaongea basi na mama mkubwa hapo. Huwa anajua dawa hizi. Anaweza akakutengenezea nyingine afu ikakusaidia. Baada ya Tesha kusema hivyo, Ankia akauliza kwamba ni za mitishamba. Tesha akasema kwamba JC pole mwanangu. Ngoja basi mimi niende basi eti. Nikitoka tuko mimi nakuja tena sawa? Zamu nakuja na chipsi. Tesha alisema hivyo, nikacheka kidogo kwa kukohoa, naye akatoaga tena na kuondoka. Basi Ankia akakaa karibu na mimi na kunishika shingoni kwa ganja chake. Naye akafanya ese. Akasema ya kwamba ese, Mungu wangu, unajua jinsi unachemka Unajua mimi naogopa. Basi nilitoa tabasamu hafifu na kuangalia chini. Hivyo jinsi kwa nini unataka kwenda hospitali? Kwa sababu najua nitakuwa sawa, ni homa ya moto tu. Itaisha, so usipaniki. Wewe mpaniki JC. Mchukulia basi labda tuseme basi sumu imekuingia nyingi. Alafu unachukulia ni kidogo. Haya, sumu ikiakata maini je? Unatakiwa uende hospitali JC uangalie. Hata kama wewe ni daktari bwana. Ankia alivyosema hivyo ni tabasamu na kusema kwamba kama ningeenda hospitali ningepoteza muda tu, kwa sababu
hata huko wangenipa hizi dawa ambazo umeniletea hapa. Kwa hiyo usijali. Wewe amini hii ndio hospitali bora zaidi. Alafu sasa wewe ndio muuguzi. Basi nilimwambia hivyo Ankia. Na nikamfinya shavu kidogo naye akatabasamu na kukishika kiganja changu. Vipi unaenda dukani? We, mimi siwezi kwenda. Nataka ukaa kuangalia. Ankia, nenda kafungua mimi nitakuwa sawa. Jesi hapana bwana. Unajua unaumwa. Unaumwa mno na hapa hamna mtu hapa. Lazima nikae nikuangalie. Ankia, wewe unaweza kuzidiwa wewe, usiniite. Ama nende dukani alafu nimwambie mama Chande aje asimame badala yangu. Wewe usinifanyie hivyo. Anyway, baki tu. Nilivyomwambia hivyo Ankia akacheka kidogo na kusema kwamba sawa, unajua kwanza nilipopita hapo kwa hoteli nikawaambia kuhusu hali yako Na Miriam pia nilimwambia. We, amesemaje? Hajasema hata kitu. Wengine wametuma tu upole kwamba watakuja kukuona ila yeye hana habari. Yaani ameonyesha ni kama ajali yani. Ankia alivyoniambia hivyo, nikatazama chini kwa huzuni kiasi. Labda usiende kumfusi wala nini, wewe tulia tu. Sijamlazimisha kwa lolote. Unajua ana hisia kwangu, hilo nalijua. Nadhani tu anajipanga tu mwenyewe. Kwa sababu anaogopa. Haya, usimtetee sana lakini huwezi kuwa na hakika. Ngoja basi mimi nikakuwekea chai ule upate na nguvu, si ndio? Ankia aliniambia hivyo. Basi ni hapa ndo nikajihisi vibaya zaidi kifuani. Kichefuchefu kikitaka kutoa kitu fulani hivi kwa kasi, nami nikaanza kuhangaika na kujivuta mpaka upande mwingine wa kitanda huku nikiukaza mto kwa kiganja changu. Sasa Ankia kama ameuliza ya kwamba vipi, na bila kutoa jibu nikajikuta naanza kutapika chini kwa msukumo wenye nguvu sana. Unajua nijihisi vibaya sana msikilizaji. Nijihisi vibaya sana nilipomaliza, naye Ankia akaja na kuanza kunisafisha. Akaniweka katika mkao mzuri kitandani. Nami nikamwona akitoka na kurudi tena chumbani humo na vitu vya kusafishia yale matapishi. Nikamwomba samahani kwa kuchafua chumba lakini akanambia nitulie tuli. Naye akaja tena kwangu na kuangalia hali yangu. Unajua nijihisi vibaya msikilizaji ila nilijua tu ya kwamba hiyo ndio ilikuwa hatua ya mwanzo wa usafishaji wa sumu mwilini mwangu. Naye Ankia akanifuatia chai ili sasa nije ninywe. Nijitahidi kunywa kavu taratibu tu mpaka kumaliza kikombe. Na kisha nikajilaza tena. Kifua kilizungusha uchafu hapo katikati kwa njia iliyojaza mate mengi. Na Ankia akawa sasa ameleta ndoo na kuiweka pembeni ya kitanda ili sasa nikijisikia kutema mate au kutapika basi niachie kila kitu humo. Msikilizaji, leo mimi daktari nikawa mgonjwa. Unajua mimi sikuwa nimeumwa kwa kitambo sana. Kwa hiyo hii hali ilikera kupitiliza. Mara 2, mara 3 hivi tena nika sasa nimerudia kutapika. Na yote niliyafanyia hayo kwenye ndoo. Naye Ankia hakutoka pembeni yangu hadi usingizi wa kigonjwa uliponichukua tena. Na hapo ikiwa bado ni asubuhi. Kwa hiyo nikuja kuamka tena ikiwa imeshafika mchana. Na bado nijihisi vibaya na mzito sana. Lakini nikajikalisha kitandani hapo na kutulia tu. Wakati huu nilikuwa ndani ya t-shirt nyeusi ya mikono mifupi na bukta yangu ya michezo. Nikiwa sina kumbukumbu ya kuzivaa nguo hizi. Lakini ikawa wazi kwamba ni Ankia ndiye aliyenibadilishia bila shaka. Hakuwemo chumbani humo wakati huo. Nami nikajitoa kitandani ili niende kukojoa. Afu mwili nilikuwa na uhisi ni dhaifu kiasi, lakini mimi nikafanikiwa kutoka chumbani na kufika sebleni. Hapo nikamkuta Ankia akiwa amekaa sofani akichambua mchele kwenye ungo. Na baada ya kuwa sasa ameniona akanifuata na kuuliza kwa kujali ikiwa nilihitaji chochote. Nikamwambia ninaenda tu uani. Naye akaona nisindikize kabisa ili sasa kuhakikisha sianguki huko. Mambo yakaenda vizuri mpaka niliporudi ndani tena. Naye Ankia akasema ananiletea chakula nilipokuwa sasa naelekea chumbani. Kwa jinsi nilivyojihisi vibaya, mimi sikudhania hata ikiwa chakula kingepita. Lakini nilijua kula ilikuwa ni muhimu sana. Dawa nilizotumia zilikuwa ni kali na ningehitaji kunywa maji mengi sana. Kwa nikajikalisha kitandani tena mpaka mwenye nyumba wangu alipoingia ndani hapo. Mikononi mwake akiwa ameshika sahani yenye chipsi mayai iliyochanganywa tomato.
kilionekana kutoka kupashwa, sijui, lakini ni kama alipika yeye mwenyewe, lakini harufu yake ilinipa shida kwa sababu iliongeza kasi ya kichefuchefu ambacho nilikuwa nakihisi kifuani kabisa. Afya tunajua ni kwa sababu gani? Mayai. Basi akaniletea karibu nami na kukaa kitandani pia. Nami nikamtazama machoni kwa njia iliyoonyesha hisia mbaya. Vipi? Unajisikia kutapika? Nikatikisa kichwa kukanusha. Basi kula basi hata kidogo. Unajua ujala tokea asubuhi. Kwani sasa hivi saa ngapi? Saa 9. Ulinibadilishia nguo. Ulikuwa umesweat sana. Hata sikumbuki. Yaani ulikuwa umezidiwa wewe. Ndio maana unatakiwa kula. Na wewe haukuzidiwa ulipomuona huyu mshikaji wangu. Mwache ujinga basi Jesse. Unaumwa lakini hauachi utani. Jamani hebu kula basi. Ankia aliniambia hivyo. Akawa amekata kipande cha chakula na kunipatia nile. Nami nikawa sasa nilikipokea na kuanza kutafuna. Ilikuwa ni kwa shida kweli kweli. Lakini mimi sikuwa na jinsi. Dawa nilizotumia ningetakiwa kunywa mara 2 kwa siku, kwa hiyo yani ilikuwa ni kwa marudio na mara ya pili ningekunywa jioni. Kwa hiyo mwili wangu ungetakiwa kuwa na kiwango fulani hivi cha nishati ili sasa zifanye kazi vizuri. Wakati nikiendelea kulishwa taratibu na Ankia, akawa sasa ameniambia kwamba kwa muda huo niliokuwa nimelala kutokea saa 5 mpaka kufikia hii saa 9, Bi Jamila, Bi Zawadi pamoja na Mariam walikuja kuniangalia. Taisha pia alirudi kunijulia hali baada ya kutoka kumsalimia Soraya kule hospitali. Akasema Bi Zawadi alikuwa nyumbani wakati huo akitengeneza dawa ya mitishamba, kwa hiyo angekuja baadaye tena. Kwa hiyo nikamuuliza kuhusu Miriam. Ankia akaniambia kwamba mwanamke huyo kuonyesha utayari wa kuja kuniona ama tu kunitumia pole hata mara moja, ingawa alikuwa anajua ninaumwa kutokana na kumsaidia Soraya. Yaani Ankia alimpigia simu Miriam kumweleza kuhusu hali yangu. Na baada ya Miriam kuonyesha hajali kutokana na kuwa na mambo mengi, Ankia akawa amemwambia anajua kuhusu mimi kumpenda huyo mwanamke. Alimsii aje kuniona angalau, kwa kuwa uwepo wake ungenifariji. Lakini Miriam unajua alichokifanya? Alikata simu. Taarifa hii msikilizaji ilinifanya jinsi vibaya kiasi. Ankia akasema ya kwamba hana uhakika sana ikiwa Miriam alifanya hayo makusudi tu ili kunivunja moyo ama alimaanisha. Nami nikamwambia hapana. Hayo yalionyesha tu kwamba bado moyo wake haukuwa tayari kuamini hisia zake mwenyewe. Kwa hiyo kupisha muda ili utayari huo umuingie bado ilikuwa ni jambo muhimu. So nikamwambia ila haikuwa na haja ya kufanya hayo yote mpaka kumwambia huyo mwanamke kwamba eti anajua nilimpenda. Lakini Ankia akasema alikuwa amepandwa tu na hisia, ndio sababu maneno akamtoka. Ankia alionyesha kunijali sana. Na of course mimi nilithamini hilo. Basi baada ya kujitahidi kwingi kula, nikawa sasa nimehisi kutosheka nilipomaliza robo 3 ya hiyo chipsi. Nami nikamwomba Ankia anipe tu maji mengi ninywe. Akatoka hapo na kwenda sebleni huko. Nami nikaanza kusikia sauti za maongezi ya kukaribishana, ikionekana kwamba kuna mtu kaingia. Kwa mimi nikaendelea tu kukaa huku sasa nikihisi mapigo yangu moyoni yalivyokuwa yakienda speed haswa. Na hapo chumbani akawa sasa ameingia mama mkubwa mweupe, nani? Bi Zawadi. Na muda huo alikuwa ameshikilia bakuli lenye muundo kama hotpot ya plastiki. Naye akafika karibu na kitanda. Nikamwangalia na kuachia tabasamu hafifu. Na akasema ya kwamba mgonjwa. Umeamka? Unajisikiaje? Hivyo tu. Ila najua umekuja na zawadi, kwa hiyo nitajisikia vizuri zaidi. Shikamoo. Nilimwambia hivyo na kumwamkia tabasamu na kusema marhaba. Ankia sasa akawa amefika ndani humo tena, huku sasa akiwa ameshikilia chupa yenye maji ya kunywa. Naye akamuuliza Bi Zawadi ya kwamba ndio hiyo dawa? Ndio yenyewe, nimetengeneza hii hapa. Na ilikuwa ngumu kweli kuyapata haya majani. Ila kuna rafiki yetu kule cha Mgando kule, yule mama mchungaji yule, unamkumbuka JC? Bi Zawadi aliniuliza hivyo, nikatikisa kichwa kukubali. Huyo. Sasa huyo ndo akameniambia kwamba hayo majani alipo, ndo nikaomba yaletwe. Imefika muda sio mrefu ndo nikayachemsha. Bi Zawadi alisema hivyo. Harufu ya hiyo dawa msikilizaji ikaanza kunichokonoa vibaya sana puani. Nami nikakohoa na kisha kupiga chafya kwa nguvu. Bi Zawadi akasema ya kwamba
Hona sasa imeshaanza kufanya kazi hata kabla haijanywa. Bizadi alisema hivyo na kukaa kitandani. Nikamuuliza kwamba hii dawa sio chungu sana. Nilimuuliza hivyo sasa nikiwa nimekunja sura. Akapiga ulimi kidogo na kusema kwamba mwacha kudeka basi wewe. Ina uchungu ndio, lakini ni mzuri sana. Wewe ukishakunywa tu itasafisha uchafu wote wa hiyo sumu. Utabakia kama umepigwa deki mwilini. Basi mimi nikiwa naonesha samanunguniko usoni nikaambia kwamba Cheupe, sasa mimi na uchungu wapi na wapi? Wewe. Hakuna dawa tamu JC. Hizo za hospitali zinachukua muda sana. Ila hii ni leo tu. Utaanza kuona. Yaani inakata kichefu-chefu, kuharisha inakata, kutapika inakata, ila ni baada ya kuwa umeyamaliza hayo mambo. Alivyosema hivyo nikamtania nikasema kwamba kumbe hadi kuharisha. Mbona mimi siharishagi? Basi Ankia akacheka kidogo naye Bizadi akaniangalia kwa macho ya kukerwa, lakini kiutani tu. Nitabasamu kidogo na kusema sawa nitakunywa au natafuna au majani. Bizadi akasema amna bwana, unakunywa tu. Ni nzuri sana Jesse. Wewe utaona. Mimi mwenyewe nani Miriam anayejua hiyo dawa. Ndio maana akaingaika hivyo kuitafuta mpaka ikaletwa. Bizadi alivyosema hivyo nilimwangalia machoni kwa makini baada ya yeye kusema kwamba aliyetafuta dawa ni mimi, yani Miriam. Ankia akasema kwamba yani Miriam ndo amefanya kuitafuta kwa ajili ya Jesse. Bizadi akasema unajua nilipowasiliana na huyo rafiki yangu akaniambia anaweza kuitoa huko Chamgando, lakini kuna gharama. Ndio mimi sasa akazishughulikia mpaka ikafika haraka. Bizadi akamwambia hivyo Ankia. Sasa nikamtazama Ankia machoni na kuachia tabasamu hafifu. Na nafikiri akiwa ameelewa nilimpa tabasamu la furaha. Yeye pia akatabasamu kidogo. Bizadi akanambia kwamba kwa hiyo hapa nataka ujitahidi unywe yote ishe, si ndio? Nikamwambia sawa nitamaliza yote kabisa maana imeletwa kwa upendo. Bizadi akasema umeona Basi Ankia akatabasamu nami nikatikisa kichwa kukubali. Bizadi akasema kwamba haya anza sasa kuinywa sasa hivi. Umalize bakuli lote hili. Alisema hivyo kwa uchangamfu, nikatabasamu na kuanza kuinywa dawa hiyo. Mwanamama huyu akiwa sasa ananinywesha taratibu. Unajua msikilizaji, nilikuwa nimehisi kufarijika kiasi moyoni baada ya kujua kwamba dawa hii ilifika hapo kwa jitihada za Miriam pia. Kwa hiyo hata mimi sikufadhaika, yani sikukazia fikra kuhusiana na uchungu wake kabisa, na badala yake kuiona kuwa ni tamu sana. Baada ya Bizawadi kuninywesha yote, Ankia akanipatia maji. Nikanywa mengi. Kisha akaniambia nijilaze tena ili sasa kupumzika kwa mara nyingine. Nami nikaridhia hilo. Nikamshukuru Bizawadi kwa msaada wake, na ndo akanyanyuka na kunivutia shuka ili sasa lifunike miguu yangu mpaka kiunoni. Ule upendo tu yani ni kama wa mama vile. So nikajilaza tena nikiwa sasa nimefumba macho, nikiipa akili na mwili utulivu zaidi baada ya kunywa dawa na kula chakula. Amani ya akili niliyopata kwa kujua kwamba Miriam alionyesha kunijali. Aselifanya nijikunje tu kitandani hapo huku nikivuta taswira ya sura nzuri aliyokuwa nayo, na masaa kazidi kusonga nikiwa nimejilaza tu kitandani mpaka siku ilipoanza kulikaribisha giza. Basi Ankia akawa amerejea tena baada ya kutoka kufanya kazi zake, naye akanishauri kwenda kuoga ili sasa kushusha zaidi uchovu wa mwili. Alafu mimi hata sikuwa nimetapika tena, ingawa kichefuchefu kilikuwepo. Nami nikatia agizo lake na kujiandaa kwa ajili ya kuoga. Alikuwa na nia ya kuchoma dawa za kuua mbu kwa wakati huo. Hivyo nilipotoka kwenda huko bafuni akawa sasa ametimiza kusudi lake. Yote hayo ni kwa ajili yangu. Ankia alikuwa anafanya mambo mengi ambayo nitamani sana kuyapata kutoka kwa Miriam, kiasi kwamba ningeweza hata kuhisi vibaya moyoni kwa kuwa upendo wangu haukuwa kwa Ankia. Alijitoa sana kwangu, na badala yake moyo wangu ulikuwa umetekwa nyara na mwanamke ambaye bado aliukimbia. Ila si ndio maana nimesema bado. Ningemkamata tu Miriam, ningemshika tu. Basi mbu walipouawa, chumba kikawa chenye amani zaidi. Kwa hiyo niliingia tu na kujilaza kitandani kama mgonjwa ambaye ni kama yupo kwenye hali mbovu tu kama mimi vile. Usiku ulikuwa ukizidi kuingia, na mimi sikuwa na hamu ya kushika simu, maana hata kama ningesema nibebe kalamu ingeonekana kuwa nzito. Ankia kama kawaida yake aliendelea kunionyesha ananijali sana kwa kuleta chakula kwangu tena, nami nikala kiasi na kutosheka. Kisha nikapitisha muda mfupi na kunywa dawa za hospitali.
Basi akaendelea kukaa pamoja nami chumbani hapo kunipigisha story, na wakati huu kilichokuwa sasa kikisumbua kiasi ilikuwa ni kikohozi cha mara kwa mara, lakini kichefuchefu kilikuwa kimefifia. Ndani ya muda huu, ikiwa sasa ni saa 3, Bi Jamila, Bi Zawadi, Tesha, Mariam pamoja na Mama Chande na ule Fatuma pale dukani pia wakawa wamekuja kunisalimia tena na kunipatia pole. Nami nikafurahia uwepo wao pamoja nami. Bi Zawadi alikuwa na imani ningeamka vizuri sana kesho, ila kama nisingeamka vizuri basi angenichemshia dawa tena. Kwa hiyo baada ya mgonjwa kutembelewa na wapendwa wangu, nikaagwa sasa hatimaye kwa kusisitizwa nilale mapema, usingizi kama wa mtoto. Na Ankia akiwa muuguzi wangu angetakiwa kuniangalia kwa makini. Wapendwa wakaondoka na kutoacha mimi na Ankia hapo. Ikiwa sasa ni mida ya saa 4 sasa. Nikamuuliza Ankia ikiwa Miriam alikuwepo kwake, naye akasema ya kwamba ndio alikuwepo. Ankia alikuwa ameshaanza kuwaza kwamba huenda Miriam hakuhisi vile nilivyohisi, na labda niwe makini kile nilichodhani kuwa upendo kumwelekea mwanamke huyo kikawa ni uraibu tu yani, ambao ungekuja kuniachia maumivu mengi. Nikamwambia naelewa. Lakini yani inaonekana Miriam alikuwa akipambana sana na hisia zake kwa kujitahidi kuonekana hanijali, lakini najua alikuwa ananijali. Nilijua alikuwa amenipenda, lakini tu hakuwa ametambua hilo, na alilitambua lakini hakutaka tu kulikubali. Na mimi nisingekata tamaa mapema namna hii, kwa sababu ndio kwanza nilikuwa nimeanza kumuonyeshia kwamba simtanii. Kile nilichohisi kwake kilikuwa ni cha kweli. Nikamwomba tu Ankia asiwe na hofu juu yangu, kwa sababu moyo wangu uliridhia kwa asilimia zote kumpenda yule mwanamke, na ningeendelea kumuonyesha hilo. Ankia akawa hana neno, naye pia akanisisitiza kulala mapema. Alikuwa anataka kukaa kuniangalia, lakini nikamwambia hakukuwa na haja kwa sababu nijisikia vizuri kiasi. Hivyo naye pia aende kupumzika. Alikuwa na wasiwasi, lakini nikasisitiza akapumzike tu. Mimi ningekuwa sawa. Kwa hiyo dada wa watu akaniacha na kuzima taa chumbani kwangu, huku akisema angekaa kidogo sebuleni kisha kuja kuniangalia, alafu ndio angeenda kulala. Haya, nikavuta shuka, na mimi sikutaka kuwa mzigo sana kwa Ankia, ila bado mimi sikujisikia vizuri kivile. Yaani nilikuwa na usaka usingizi, kwa sasa nikikohoa mara kwa mara. Na usingizi ukawa unakuja ule wa kuniliwaza kidogo, halafu napotea. Na kunifanya nijihisi yani mwili wangu ulivyoshikwa na baridi kali. Lakini sikufumbua macho na kuendelea kujikunyata tu kitandani hapo. Muda nao ulionekana kuzidi kutembea. Nilihisi kama vile masaa mengi yalikuwa yanapita, ila usiku ukatulia pale pale. Nikaendelea kuvumilia tu, nikikohoa mara kwa mara, baridi likiwa kali mwilini. Ndipo nikahisi shuka langu linapandishwa juu kwenye mwili ili kufunika vizuri. Nilikuwa nimelalia ubavu, na kwa kujua sasa huyo alikuwa ni Ankia, nikajigeuza taratibu ili nimsemeshe, kumwambia tu akalale. Basi akanishika kwenye paji la uso, nami nilipofumbua macho kumtazama, nikaona taswira ya uso wa Miriam. Akiwa anaonekana kuwaza sana juu ya hali yangu baada ya kunishika pajini. Nikafumba macho na kufumbua kivivu, na taswira yake ikabaki kuwa hivyo. Basi kwa sauti ya chini nikasema ya kwamba Ankia, kweli mapenzi yataniua. Nimeanza hadi una Miriam usoni kwako. Basi akanifunika vizuri zaidi na kuondoka hapo, nami nikafumba macho tu. Baada ya muda mfupi nikaanza kuhisi kitu chenye kulowana kikipita kwenye paji la uso wangu, usoni na shingoni, ni kama kitambaa vile. Nacho kikaa kinatembezwa mpaka mikononi mwangu pia. Nikafumbua macho taratibu ili nimwangalie Ankia. Si ndio kumwangalia usoni vizuri? Nikawa nimetambua kwamba haikuwa Ankia. Miriam. Nikaita hivyo kwa sauti dhaifu na kukohoa kidogo. Naye akaonekana kuniangalia usoni kwa makini. Miriam, ni wewe au naota? Nikauliza swali hilo huku mapigo ya moyo wangu akianza kwenda kasi. Yaani pamoja na baridi niliyohisi mwilini, lakini bado msisimko uliotokana na kujua Miriam yuko hapo niliohisi pia vizuri sana. Akaendelea tu kunikanda pale, mimi nikiwa nimeingiwa na furaha tele moyoni.
lakini hali yangu ikanizuia kuonyesha hilo kikamili. Hii ni surprise nzuri sana Miriam. Nilisema hivyo huku sasa nikimtazama usoni kwamba alikuwa amevaa kale ka Punjabi kake ka zambarau, huku sasa nywele zake akizibana nyuma ya kichwa chake. Nami nikatoa tabasamu hafifu. Alikuwa anafanya nini hapa sasa hivi? Kwanza aliingiaje huko usiku wote? Ikiwa alikuwa jini, basi moyo wangu ulikuwa umependa jini la maana sana. So niliweza kuona stuli karibu na kitanda. Ikionekana ndio alikuwa akikaa hapo na kuniangalia. Kisha angeanza kunikanda upya tena. Si unajua tena usiku homa ndio huwa zinavuta zaidi. Si unajua Kwa hiyo sasa nilikuwa najihisi mzito mno wakati huu. Lakini niridhika mno kujua mwanamke huyo alikuwa kando yangu, kuonyesha namna alivyonijali. Kila kitu nilichomwambia Ankia muda ule kilizaa matunda upesi sana. So baada ya kuhisi ameacha kunikanda kwa sekunde chache, nikafikiri labda alikuwa anataka kuondoka. Hivyo nikamuita Miriam. Nikatazama pale kwenye stuli na kukuta amekaa huku akinitazama tu. Nami nikapata uheni. Miriam, usiniache, usiondoke please. Nilimwambia hivyo sasa, na mimi nikijaribu kujinyanyua. Akanisogelea na kuulaza mwili wangu tena. Naye akasema kwamba usijali, siondoke, lala tu. Sauti yake ilikuwa ni ya mawimbi tamu sana. Ni kama wimbi ambalo lilipiga kona za masikio yangu mpaka kufikia moyo na kutuliza. Nami nikatulia kweli na kumwangalia. Nilikuwa hadi nataka kuuliza muda huo ni saa ngapi, lakini mimi sikujali tena. Akakaa kwenye stuli yake huku akiniangalia tu. Na mimi bado nilikuwa napambana na hali yangu mbaya kiasi, ila niliweza kutulia kila dakika niliofumbua macho na kuona kwamba bado alikuwepo. Chumba kilikuwa kina giza, lakini kwa mwanga hafifu wa taa kutokea nje ulifanya nimuone vizuri sana. Nikamwangalia tena, kisha nikamuita Miriam kwa sauti yake tamu. Aitikabe. Nikakohoa kidogo. Miriam akauliza kwamba unahitaji nini? Maji? Aliuliza hivyo kwa sauti yenye kujali. Nikameza mate kidogo na kusema hapana. Wewe. Nikamwona akiangalia pembeni tu baada ya mimi kutokuhitaji maji na kumuhitaji yeye. Nakuhitaji wewe. Nilimwambia hivyo, akaniangalia usoni kwa hisia. Miriam, nakupenda. Nakupenda sana wewe mwanamke. Nikamwambia hivyo kidhaifu. Akafumba macho yake taratibu na kutazamisha uso wake pembeni. Unajua msikilizaji, nilihisi kama vile maneno yangu alikuwa akimgusa kwa kiwango cha hali ya juu. Lakini bado alikuwa anazikimbia hisia zake tu. Ningekuwa na vitu vingi sana vya kumwambia katika kipindi kama hiki. Yaani tukiwa peke yetu tu kama hivi. Lakini hali yangu nzito ikawa imenirudisha nyuma. Na kwa sababu ya uzito huo nikawa nimefumba tu macho. Na usingizi wa moja kwa moja ukawa umenibeba. Nimekuja kufumbua macho, chumba kikiwa kimeangazwa kiasi kwa kitu kilichomaanisha kwamba palikuwa pamekucha. Nami nikaanza kujinyosha taratibu na kufikicha macho yangu mazito. Nilihisi hali ya wafadhali wa hali ya juu. Ikiwa ni kama vile sasa gonjwa lote lilikuwa limeniondoka. Nami nikatulia kidogo kutafakari. Jana usiku, kama sio kuota kwamba Miriam alikuwa hapa, labda nisingeamka vizuri namna hii. Nilikuwa nimehitaji sana mwanamke yule awe karibu na mimi kivile mpaka taswira yake ikanijia. Sijata nisimeje, lakini ngoja nishie hapo. Ile sasa nimeshusha mkono mmoja usawa wa paja langu. Nikagusa kitu kilichonifanya nitazame hapo pesi. Kulikuwa kuna mtu bwana. Mwanamke. Huyu mwanamke alikuwa ameulaza uso wake usawa wa kiuno changu hapo kitandani, huku akikalia stuli iliyokuwa chini, na nywele zake laini na ndefu zilikuwa zimefumuka na kunifunika kichwa, yani kilikuwa kimefunika kichwa chake chote. Nywele zilikuwa zimefunika kichwa chake chote, na huyu si mwingine ni Miriam. Kumbe alikuwa ndoto. Unajua, nilimtazama kwa hisia sana na kuachia tabasamu hafifu. Kisha nikajivuta taratibu na kujilaza kwa ubavu ili sasa nimwangalie vizuri. Kwanza alionekana kuchoka maskini. Na sababu ya kuchoka ilikuwa ni kukaa pamoja na mimi usiku wote mpaka kufikia sasa. Nikazigeuza nywele zake kutoka upande wa uso wake na kuzilaza kwa nyuma. Nao uso ukaonekana vizuri zaidi. Alikuwa anapendeza sana akiwa amefumba macho. Uso wake mzuri kutoa maana kamili ya neno amani
kwa jinsi ulivyokuwa wa utulivu sana. Nikaanza kupitisha vidole vyangu kwenye nywele zake kupitia sikio lake moja, huku nikimtazama kwa upendo mwingi. Naye akawa amefumbua macho yake taratibu. Mimi sikuwa nimeacha kutembeza kiganja kwenye nywele zake, kwa hiyo ile tu aliponyanyua uso wake ili anitazame, kiganja changu kikawa kimelishika shavu lake. Na kidole gumba kikaugusa mdomo wake wa chini. Hiyo sasa ikafanya awe ananitazama huku nikiwa sasa nimeshika, yani kama nimemshika usoni hivi kwa ororo. Halafu nikafanya umakusudi wa kukishusha zaidi kidole changu. Na hivyo mdomo wake wa chini ukavutika kuelekea chini na kisha kurudi juu kwa kutikisa kiasi, yani kwa kutikisika kiasi. I say, yo! Unajua baada hicho kitendo msikilizaji, kwanza acha kuniangalia na kutoa mkono wangu usoni kwake kwa kasi. Kisha akajitoa kitandani na kuketi vizuri kwenye stuli huku akirekebisha nywele zake na macho. Mimi nikajivuta kukaa kitako kabisa ili sasa uso wangu uwe sawia na wake. Unajua nimeamka nikifikiri usiku ilikuwa ni ndoto tu. Kumbe kweli ulikuwa hapa. Nilimwambia hivyo, yake endelea kujiweka sawa zaidi bila kuniangalia hata kidogo. Uso wake ukiwa na kununa kama ilivyo kawaida yake, yani kama kawaida ya mtu aliyetoka usingizini. Na yeye akaanza kuzibana nywele zake. Unajua kidogo linifanya nikafikiria labda haunijali, au labda sitafika popote na jitihada ya kukuonyesha hisia zangu. Ila sasa hivi nitaacha kukufikiria sana. Kila kitu umeshaonyesha wazi. Imebakia tu wewe kuniambia na kupenda pia. Niliposema hivyo akanitazama usoni hatimaye. Nami nikawa sasa namwangalia kwa utulivu tu. Ainaangalia kwa macho makini sana. Kisha akanishusha kidogo na kunipandisha. Ile ya up down, eti kiunoni mpaka usoni. Alafu sasa akanyanyuka na kugeuka ili sasa aanze kuondoka. Lakini kwa sababu ya kutokuangalia chini, akajikuta anakipiga kwa mguu chombo ambacho aliwekea maji ya kunikanda ile usiku. Naye akatulia kidogo kwa sababu ya kutokutarajia hilo. Hicho kibeseni kiliruka mpaka mlangoni. Nakupenda pia. Unajua hau ni maneno rahisi sana kunena Miriam. Sema wewe ndio unayejilazimisha kuyaona kuwa ni mazito. Niruhusu nikufundishe jinsi ya kutamka. Na utakapoyatamka, iwe ni mimi tu ndio utakayeniambia. Na utapenda kuyasema kwangu. Nilimwambia hivyo kwa njia ya kishairi. Alikuwa amesimama tu kwa kunipa mgongo wakati nilipokuwa nasema hivyo. Kisha akaanza kuelekea mlango, akashika kitasa na kufungua. Lakini kabla hajatoka, nikamwambia kwamba uko fast hatari ese. Paka umesahau simu. Nilimwambia hivyo, akasimama, lakini hakugeuka upesi. Akawa amenipa mgongo. Najua alikuwa anajishauri kuhusu kurudi tena. Maana ni kweli alikuwa amesahau simu yake hapa kitandani. Nami nikaichukua na kuinyoosha kumwelekea. Vipi, njoo chukue. Nilimwambia hivyo kiupole tu. Akageuka taratibu, akiwa sasa ananiangalia kwa wale macho ya kujihami kweli kweli. Kisha ndo akaanza kuja tena upande wangu. Akafika karibu na kuishika simu yake niliyokuwa nimemnyoshea. Lakini akapata shida kuitoa kwa sababu niliikaza kwa vidole vyangu. Akanitazama usoni, mimi nikiwa sana muangalia kiuchokozi kiasi. Naye akajaribu tena kuivuta lakini akashindwa. Miriam, usishindane sana. Wakati unajua moyo wako umeshashindwa na kwangu tayari. Nilimwambia hivyo akatulia kidogo na kunitazama machoni. Huwa naambiwa wewe sio msaulifu. Lakini siku hizi eti umeanza kuwa msaulifu tena. Na unajua ni nini kimekufanya mpaka umesahau simu? Unafahamu? Nini? Oh, hatimaye aliongea. Nami nikamjibu kwamba ni mapenzi. Akabaki kunitazama machoni kwa njia iliyojaa maanani ya hali ya juu sana. Najua hilo neno msikilizaji halikuwa geni kwake, lakini nilipolisema ni kama lilikuwa likimwamshia hisia fulani hivi kwa kuwa angezubaki kiasi katika kunitazama kama alivyofanya wakati huo. Nikaiachia simu yake, naye akawa ananiangalia machoni bado huku sasa mimi nikimpatia tabasamu hafifu. Kisha akageuka na kuondoka zake. Basi mimi nikabaki kutazama mlango hapo alipotokea huku nikihisi raha kweli kweli. Kisha nikajivuta taratibu ili sasa nitoke kitandani na kwenda kusafisha kinywa. Ase toka ile juzi tulipompeleka Soraya hospitali, leo ndo ningetoka ndani nikiwa najihisi nafuu angalau. Ilikuwa ni vita mbaya sana kupambana na sumu hata kama iliingia kidogo. Vita mbaya sana. So ndo nimejitoa tu kitandani
nikasikia sauti ya Ankia ikiita jina la Miriam kutokea hapo sebuleni. Kisha ikaonekana kwamba wawili hao walianza kuzungumza. Nami nikasogea mpaka mlangoni ili nisikilize maongezi yao. Mlango huu wa chumba uliachwa wazi, kwa hiyo sauti zilisikika vizuri tu. Sauti ya Ankia iliuliza kwamba anaendeleaje sasa hivi. Miriam akamjibu kwamba homa imepungua, nenda kamwangalia. Ankia akasema, hakuna hata haja. Mimi najua yuko poa maana umekaa naye usiku wote. Ankia alisema hivyo. Mimi sikusikia Miriam akitoa jibu. Nami nikatabasamu kidogo. Sasa Ankia akasema kwamba unajua Miriam, mimi nikufikiria vibaya mwanzoni. Nilidhani haumjali kabisa. Lakini wewe kuja jana usiku wa saa 6 ili kuangalia tu hali yake na kukaa naye mpaka kukucha. Aisee, kumenifunulia mambo mengi. Nilisikia Ankia akisema hivyo na Miriam akamuuliza kwamba mambo gani nawe Ankia bwana, mimi nilikuja tu kumuona, si anaumwa? Kwani kuna wajabu gani hapo? Ankia akamjibu kwamba hivi wewe huoni wajabu uliopo? Ndugu zako wote wamekuja kumuona mapema. Haya, lakini wewe ukasubiri mpaka baadaye ndio ukaja. Tena umekaa naye mpaka asubuhi. Rafiki yangu, hapo cha ajabu hakipo kweli? Miriam akasema, bwana hakuna wajabu wote bwana. Mimi nikuja tu kumuona mgonjwa basi. Ankia akasema, kweli? Miriam akabaki kimya. Basi Ankia akasema kwamba Miriam, nisikilize. Hebu litoe basi ile pazia ambalo limekufunika macho yako. Upendo ulionao kwa huyu kaka unajionyesha kabisa. Hivi kwa nini unaukataa? Hauoni kwamba sio yeye tu ndio unayemuonea, ila na wewe pia unajionea? Ankia alisema hivyo. Sasa Miriam akasema kwamba Ankia, bwana mimi simpendi. Mbona unalazimisha sana? Hivyo wewe ni Mungu uone moyo wangu? Miriam alimuuliza hivyo Ankia. Mimi nilitabasamu zaidi na kuangalia chini. Sasa Ankia akamjibu kwamba Miriam, mimi sio Mungu kweli, lakini ni mwanamke mwenzako. Unajua nimekuchungulia jana na nimeshaona jinsi unavyomwangalia. Yaani ni kama tu yeye anavyokuangalia. Na macho yako yanaonyesha kabisa ni namna gani unavyomuhamu huyu mwanaume. Jamani, hebu uje kujaribu basi kumwangalia kwa mara nyingine machoni, alafu sasa umwambie umpendi. Alafu ndo nitakuamini. Ankia alimwambia hivyo. Msikilizaji, ngoja niwe mkweli tu. Nilipenda sana jinsi ambavyo Ankia alionyesha kuniunga mkono kwa moyo wake wote kama rafiki. Nami nikaona niape maneno hayo aliyoyasema mwishoni uthibitisho zaidi. Nikatoka chumbani hapo na kuelekea sebuleni. Mdau nikiwa natembea taratibu tu. Nami nikaona wanawake hao wakiwa sasa wamesimama usawa wa masofa kukaribia mlango. Miriam aliponiona na wafata akanitazama machoni kwa ile njia ya kuendelea kunitazama. Yaani kwa kila hatua niliyopiga kuelekea hapo, hainaangalia machoni kwa njia yenye mzubao kiasi. Kana kwamba amepotea kufikiria kwa kunitazama tu. Basi mimi nikafika karibu yao zaidi, huku sasa mimi pia nikimwangalia Miriam kwa yale macho yangu yenye ushawishi. Naye Ankia akachia tabasamu la furaha baada ya kuona Miriam amezama katika kunitazama. Bibia akawa amejishtukia, naye akamwangalia Ankia kidogo, kisha akainamisha uso na kuelekea mlango, akitoka ndani ya sebule hiyo. So mimi nikaangaliana na Ankia, nasi tukapeana tabasamu la kirafiki kwa pamoja. Ankia kaniuliza kwamba uko poa mkubwa? Ya, niko zaidi ya poa. Nahisi kupona kabisa, sio mwilini tu ila moyoni. Nilimwambia hivyo, Ankia akasema kwamba hata mimi naona. Basi nilimuuliza kwamba leo ni siku gani? Ankia akasema ni Jumanne. Nikamwambia, ulimuita mtoto jana? Ankia akasema, alikuja mwenyewe, naona dawa imemuingia kabla hajainywa. Nikasema, na bado. Ankia akasema, endelea tu kumchokoza, chuma kitayeyuka tu. Nikamwambia asante sana Ankia kwa kila kitu. Basi baada ya mimi kusema hivyo, Ankia akajibu ya kwamba usijali bwana, wewe jiweke sawa, unywe dawa, chai tayari. Unahitaji nguvu na nadhani unaelewa hilo si. Nikamwambia nahitaji nguvu nyingi sana. Ngoja nikaswaki, nikimaliza chai naenda kuona warembo wangu. Nilimwambia hivyo Ankia, akacheka kidogo na kukubali. Nami nikarudi chumbani tena. Furaha mpya ilikuwa imenitawala moyoni. Nami sikutaka kitu kingine zaidi ya kuendelea kuiongeza tu. Mwanamke aliyekuwa ameuteka moyo wangu kwa asilimia zote sasa alionekana kuanza kunielewa pia. Nami ningeendelea kumchokoza kweli kweli mpaka awe tayari kukaribisha upendo wangu kufikia kwenye uvungu wa moyo wake. Kwa hiyo baada ya kumaliza usafi wa kinywa na mwili, nikarudi chumbani tena na kuvaa kwa njia nadhifu
na kujiweka vizuri kama ilivyokuwa kawaida yangu. Yaani mtu yote ambaye angeniona huko nje asingedhani nilikuwa nimetoka kupambana na sumu ya nyoka kabisa. Nikachukua simu na kuangalia yalionipita kwa huo muda wote ambao sikuwa nimeishika. Na yalikuwa ni mengi, lakini moja ndio ingeteka fikra zangu zaidi. Yaani kama imeteka fikra zangu zaidi. Watu kadhaa walikuwa wamenitafuta na mmoja wapo alikuwa ni askari Ramadhani. Tuna muda of course hatujamsikia sana Ramadhani. Nikaona alikuwa amenipigia hiyo juzi mara kadhaa, na baada ya kunikosa akanitumia ujumbe ambao sasa ndio ukateka fikra zangu. Alitaka kunifahamisha kwamba Madam Betha angepelekwa mahakamani Jumatano. Katika ile kusimama mbele ya hakimu na kuulizwa ikiwa alikiri kuwa na hatia au la. Na kama angesema hakuwa na hatia, basi ndio taratibu za kumfungulia mashtaka na wanasheria kupambania kesi yake zingeanza. Kwa hiyo Ramadhani alikuwa ananijulisha hivyo ili kama nikitaka kwenda kuona yaliyotokea huko basi niende. Maana akawa ameniambia kwenye ujumbe kwamba kwa njia moja ama nyingine uwepo wangu huko mahakamani ungeweza kuwa na manufaa. Sio kwamba ningeenda tu kuapishwa ama kuongea ama nini, hapana. Ningeenda tu kwa mtazamaji ikiwa ningetaka kufanya hivyo. Msikilizaji, kikweli mimi nilikuwa nimeshaanza hadi kusahau hayo mambo kabisa. Maana nilikazia fikra zangu kwa Miriam zaidi kwa sababu ni kama unajua alinivuruga. Hivyo ujumbe huu ukaniingizia jambo zito akilini. Maana yale matukio yote yaliyotokea kumhusu mwanamke huyo, yani Betha, yakaanza kujirudia kichwani. Nikihisi kama ameacha kovu fulani moyoni. Nikitaka kumuona tena? Mimi sikutambua la kufanya kuhusu hilo bado. Mimi ndiye niliyemfanya mpaka akawa chini ya hiyo hali. Na alistahili of course, ila bado sikuweza kujizuia kujisikia vibaya. Kwa hiyo nikafanya tu kumtumia ujumbe mfupi askari Ramadhani nikimwomba radhi kwa kunikosa, maana nilikuwa nikiumwa. Na nikamwambia ningempa mrejesho kuhusiana na jambo hilo. Alisema Jumatano kama kesho kutwa, lakini sasa najua ingekuwa ni kesho. Hivyo nikamwambia pia anitumie muda wa kusimamishwa kwake Betha na mahali hususan pa hiyo mahakama, ili kitokea nikawa sasa na uhakika wa kwenda basi niende bila shida. Basi bwana, nikaweka simu mfukoni baada ya hapo na kuliacha hilo liwe la baadaye. Nikaelekea sebuleni tena, na hapo sasa nikapata chai tamu ya karafuu pamoja na chapati 3 za mayai zilizoandaliwa na Nkia. Na nikajitahidi kabisa kuzimaliza zote na kumshukuru mwanamke huyo aliyenijali sana. Kisha ndio nikatoka sasa kuelekea kwa majirani zetu ili kujumuika nao. Kama kawaida, Nkia angeendelea angeelekea dukani kwake pia, na leo angetumia muda mwingi huko, maana jana hakwenda mtoto alikuwa na mimi. Kwa hiyo wa kwanza kutoka kawa ni mimi, na wakati wa kurudi ningekuta mwenye nyumba yangu akiwa ashasepa. Hii ikiwa ni mida ya saa 3 asubuhi msikilizaji. Nikapita getini hapo kwa majirani zetu wapendwa na kukuta gari la bibi Miriam likiwepo hapo. Kumaanisha hakuwa ameondoka. Ile tu sasa ndio nauelekea mlango wa kuingilia ndani, ukafunguliwa na wa kwanza kutoka kawa ni Mariam. Huku nyuma yake akifuata Tesha. Mariam alinifuata akiwa na furaha sana, naye akanikumbatia kwa nguvu kiasi, huku mimi nikiweka mkono wangu mmoja mgongoni kwake. Tesha alifurahia pia kuona nimepata nafuu. Na baada ya salamu hapo sote tukaingia ndani. Warembo wangu kama kawaida yao walikuwa wameketi kwenye sofa moja huku sasa wakiniangalia kwa furaha. Nami nikawapa salamu na wao wakaitikia kwa uzuri tu kwa pamoja. Na nikakaa sofani sasa. Mariamu akiwa karibu na mimi huku sasa amenishikilia mkononi kama vile ameambiwa nataka kumkimbia. Naye Tesha akakaa kwenye sofa lingine pia. Na unajua msikilizaji, kwa namna ambavyo nilitazama inaonekana wote walikuwa wametoka kumaliza kupata kiamsha kinywa. Kwa kuwa Bi Zawadi alipendekeza niwekewe chai na mkate, lakini nikamshukuru na kusema nilikuwa nimeshakunywa. Wakaniambia kwamba Shadia alituma pole yake kwangu baada ya kusikia kwamba naumwa. Nami nikawaambia waitume shukrani yangu kwake kwa niaba. Nikamuulizia na Miriam pia kama alikuwa hajambo, nao akasema ni mzima. Alikuwepo akijiandaa tu kwenda kazini. Basi Tesha akagusia kwamba dada yake leo alikuwa amewahi sana kuamka na kwenda mazoezi ya kutembea sijui. Maana ameshtukia tu hiyo asubuhi Miriam anatokea nje. Sasa mimi nikashona tu mdomo nikijifanya sielewi somo hilo kabisa. Wakati mwamba nilikuwa nimetoka kuhudumiwa na huyo mwanamke usiku mzima. Huduma ya muuguzi tu.
Ile nyingine ndio bado ilikuwa pending. Si mnaifahamu ya mipinduko ile ilikuwa pending. Basi Bi Jamila akauliza tena kwa kujali sana, akasema ya kwamba ila JC baba, unajisikia vizuri kabisa? Yaani hauhitaji kwenda hospitalini kweli? Akamjibu ya kwamba hapana, mimi niko kamili gado, niko full nafuu. Kama ni hospitali basi itakuwa tu ni kwenda kumuona Soraya na kumsalimia. Nilisema hivyo. Bi Zawadi akasema ya kwamba sasa je, si nilikwambia? Umeona nguvu ya mitishamba? Nikamwambia kwamba nimeamini cheupe wangu. Unaweza ukanigeuza mganga wa kienyeji na sio wa hospitali tena. Baada ya kusema hivyo, Bi Zawadi akacheka kwa furaha, naye Bi Jamila akatikisa kichwa huku sasa kitabasamu. Mariamu akaniuliza kwamba tutaenda kwa Nuru lini tena. Nilitabasamu na kumwambia kwamba siku sio nyingi mam, tutaenda. Umesikia? Kwanza umemisi Akatikisa kichwa kukubali na kusema nampenda, ananipenda na ana simu nzuri. Basi nijikuta nikitabasamu kwa kuhisi furaha. Bi Zawadi akasema kwamba Nuru ndio mdogo wake JC uliyetuambia. Bi Zawadi alisema hivyo akimuuliza Tesha. Sasa Tesha naye akajibu ya kwamba alafu mwana mama hapa alikuwa na bisheti kwenu hapo fanane Ikulu. Hebu mpe mawaidha. Tesha aliniambia hivyo. Nikamkata jicho na kisha nikamwambia Bi Zawadi ya kwamba huyu anakurusha tu roho bwana, Ikulu ya wapi? Bi Zawadi akasema yaani Tesha ni muongo jamani. Kaisifia nyumba yenu eti anasema ni kubwa kama Ikulu, milango na kila kitu cha vioo, yaani hadi masofa ni ya vioo. Sijui mna magari 10 huko, yote ni ya kuanzia milioni 300 na kwenda. Eti ni kweli baba? Bi Zawadi alivyosema hivyo nilicheka, nikasema ila Tesha. Tesha akasema mwanangu unaficha nini? Wewe akishua kweli, alafu uko poa hata uringi. Mamu huyu hapa shahidi. Mamkubwa, mamu huyu hapa simuulize. Hivyo vitu vipo. Muulizeni tu mamu huyu hapa. Mimi simkonyezi mamu. Simkonyezi mamu. Muulizeni mamu. Tesha alisema hivyo. Bi Zawadi akasema ndio utuambie sasa hadi makochi ya vyoo jamani, kweli Tesha? Eti mamu ni kweli? Mariamu akamwangalia tu. Bi Zawadi akasema ya kwamba nyumba ya kaka JC kwa kina Nuru kule mlipoenda ni pakubwa sana. Bi Zawadi alimuuliza hivyo Mariamu. Asa Mariamu akasema kwamba kubwa, kuna TV kubwa, alafu gorofani tukaangalia na mchezo. Nuru akanifundisha kubonyeza, kubonyeza. Nilivyoona Mariamu ana stuck, nikamsaidia nikasema kucheza game. Akasema kucheza game, kuna ngazi, tukaenda juu, kuna sehemu ya kuoga iko chini. Bi Zawadi akauliza swimming pool? Mariamu akasema Tesha akauliza na magari mam, si alikuwepo? Na magari je? Mama akasema na magari mawili, moja la rangi hii na lingine la kamile pale rangi. Mariamu akajitahidi kuongea kwa haraka zaidi. Nilifurahia namna ambavyo alijitahidi sana kukumbuka vitu kwa usahihi. Naye Tesha akamwonyesha Bi Zawadi ishara kwa mikono kama sasa je. Nikasema kwamba jamani ni kawaida tu bwana, wala hata sio Ikulu, na mama amesema magari mawili. Acha kuwadanganya wenzio Tesha bwana. Wewe utakuja uwe watu kwa uongo Tesha. Basi baada ya kumwambia hivyo Tesha, Bi Zawadi akasema kwamba umeona sasa, mwambie huyo. Msikilizaji, ni wakati huu ndio Miriam akawa ametoka chumbani kwake baada ya kumaliza kujiandaa kwa ajili ya kazi. Naye alipokuwa akija hapo sebleni, akawa ameniona na kusimama kwa ufupi kunitazama. Nami pia nikawa sasa namwangalia kwa yale macho yangu ya ushawishi kwa makusudi. Nilitaka ione wazi ile kitu ya sisi kujuana sana. Naye akaacha kuniangalia na kuja upande wetu akiwa sasa amebeba mkoba na kwenda usawa wa sofa lilokalia Tesha. Alikuwa amevaa blouse kama t-shirt hivi la mikono mifupi jekundu hivi pamoja na suruali nyeupe ya jeans laini tu ambayo ilikuwa imebana umbo lake la chini kwa maridadi. Yaani alionekana vyema sana kwa huko nyuma, ingawa hakuivuta blouse yake juu kidogo kama wanavyofanya wengi. So nami nikawa nimejishaua kama vile sijamcheki vile. Alikuwa ametengeneza nywele zake kwa mtindo wa kuzibana kisogoni na kuziachia zimwagikie mgongoni kama mkia mrefu, huku chache zikiwa mbele ya paji la uso wake. Nywele zake kabisa sio wigi, na alipendeza sana usoni. Tesha akampisha kwa kukaa kwenye mkono wa sofa na bibie akaketi sofani, huku sasa akifungua simu yake kuangalia mambo fulani.
Basi Tesha akasema kwamba mama mkubwa, aisee sio siri. Brother hapa ndo ana maisha. Umesikia mama mkubwa? Bro hapa ndo ana maisha. Yaani ukiona nyumba yao mama mkubwa, hii mbona utaiona kama mabati? Nikaambia kwamba Tesha, nimwambia hivyo kiukali msikilizaji. Yaani ule ukali wa kimasiara. Bi Jamila akasema kwamba wewe mbona una wivu sana wewe mtoto wewe? Bi Jamila alimuuliza hivyo Tesha. Bi Zawadi na mimi tukacheka kidogo. Sasa Tesha akaendelea kutetea pointi zake. Akasema hamna mama mkubwa, sio wivu, mimi naambia ukweli. Yaani hamna punje hata hii, hata moja ya mchanga ndani. Yaani nyumba kama imetoka dukani vile yani. Tumtafutie JC mke kwenye ukoo wetu aisee. Kwa mashemeji nao itatusave sana unajua Tesha alisema hivyo. Asa Miriam akamtazama kwa macho fulani hivi makali kiasi baada ya Tesha kusema hivyo. Nami nikatabasamu. Huku mama wakubwa akicheka. Tesha akasema kwamba au uongo dada mimi? Tesha akamuuliza hivyo dada yake. Alafu najua Tesha alikuwa anafanya makusudi tu. Miriam akamuuliza kwamba yani kwamba tuna shida sana ama. Baada ya Miriam kusema hivyo nikacheka kidogo kwa pumzi. Tesha akasema kwamba yani dada sitakuwa fursa dada kuna BMW na virenji vya mashemeji nini. Kwa tunauzia sura mara moja dada. Si unajua tena? Badala ya kuomaza sura tu na mistubish tu hapa dada. Tesha akasema hivyo huku sasa akimwangalia dada yake kwa kujihami kiasi. Miriam akasonya kidogo na kuirudia simu yake, kitu ambacho kikafanya mama zao pamoja na Mariam wacheke kwa furaha. Basi Tesha akasema kwamba ile jamani tuacheni masiara. Ni pazuri. Yaani mimi hata leo natamani turudi tu. Nikasema kwamba mtakuja tu usijali. Tena ipo siku nitawaleta wote. Basi niliongea hivyo na kumwangalia Miriam. Mwanamke huyo akanitazama kiufupi, eti ni kama hataki. Nami nilipotabasamu akairudia simu yake. Bizadi akasema kwamba tutafurahi kupaona kwenu kwa kweli. Maana jinsi Tesha anavyopasifia. Hata mimi nitakuja. Nikamwambia kwamba uhakika cheupe wangu, yani hapo pigia mstari. Basi Bi Jamila akasema kwamba lazima kutakuwa na mbwa mkali. Hatutang'atwa. Bi Jamila aliuliza hivyo, nilicheka kidogo pamoja na Tesha. Naye Mariam akasema kwamba hamna mbwa, hamna. Basi Tesha akasema kwamba yani mama mkubwa ni hivi, fence lote limewekewa hizi nini hizi nyaya za umeme hizi. Yani hata mbu hawaingii. Hiyo mitaa ina nyumba kali. Mama mkubwa. Usipime. Mariam naye akasema kwamba alafu yupo Nuru, yupo Jasmine, yupo Imelda, yupo mama JC na wengine na baba JC. Mariam alisema hivyo. Bizadi akasema kwamba wewe wote ni wazuri eti. Mariam akajibu Basi Tesha akasema kwamba yani sana, yani umeona unavyomwona JC hivi. Huyo Jasmine sasa. Mama, achana na Jasmine, mama yao. Wazuri. Na tena wanafanana yani. Wewe acha tu. Miriam akasema kwamba Tesha umeshasifia, yani hebu imetosha basi, umeshasifia sana. Mama, umekunywa dawa? Miriam akamkatisha na kumuuliza hivyo Bi Jamila. Bi Jamila akasema kwamba tayari. Vipi leo utawahi kurudi, si ndio? Miriam akasema kuna mambo kama mambo hayawezi kuwa mengi basi nitawahi tu kurudi mapema kwa sababu kuna mambo nataka kuweka vizuri. Basi Bi Zawadi akasema kwamba lazima yawe mengi, si Soraya yupo. Hivi nani kwanza anakusaidia sasa hivi? Baada ya Miriam kuulizwa hivyo akasema kwamba anakaa kwenye meza yake, haina shida. Miriam akamjibu hivyo huku sasa akiwa makini na jambo fulani kwenye simu. Mariam akaniita nami nikamuitikia. Mariam akasema kwamba picha niwaonyeshe mama Nuru na Jasmine. Mariam alisema hivyo. Sasa Bizadi akasema kwamba hebu tuonyeshe basi, maana Tesha anawasifia sana wa kwenu. Bizadi alisema hivyo. Sasa nikatoa simu yangu na kufungua sehemu ya kutafutia picha. Kisha baada ya kupata moja niliopiga pamoja na Jasmine na Nuru, nikampatia Mariam simu. Naye Mariam akawasogelea mama zake ili sasa kuwaonyesha. Wakati huo nikamtazama Miriam tena, ambaye alikuwa anampa Tesha maelekezo fulani hivi ya mambo ya nyumbani.
nami nikatulia tu nikimtazama kwa hisia kutokana na kuvutiwa sana na urembo aliokuwa amebarikiwa nao. Nikamsikia Bi Jamila anauliza kwa nini Nuru hakuwa mweupe kama sisi? Nami nikamwangalia kusema kwamba Nuru ni mdogo wetu kwa upande wa mama, yani baba yetu mimi na Jasmine ni mwingine, na wakwake Nuru ndio mume wa mama. Sasa Bi Zawadi na Bi Jamila wakatikisa vichwa vyao kuonyesha uelewa, naye Mariamu akasema ya kwamba Nuru ana simu nzuri. Basi mimi nilitabasamu, maana inaonekana binti Mariamu alikuwa amekubali mno simu ya mdogo wangu. Naye Bi Zawadi akauliza kwamba si ulisemaga mama yako na nyie siji mnatokea Mwanza? Ya. Hebu tuwekee picha ya mama yako na yeye tumuone. Bi Zawadi akaniambia hivyo sasa kitabasamu. Mariamu akanipatia simu tena. Kisha nikaweka picha ya mama na kumrudishia ili sasa awaonyeshe mama zake wakubwa. Bi Zawadi akasema kwamba kweli jamani, mama yako mzuri. Bi Zawadi aliongea hivyo baada ya kuiona picha. Mimi nitabasamu tu kwa hisia. Miriam akawa amesimama na kuweka simu yake mkobani, naye akasema kwamba jamani, mimi naenda sasa, tutaonana baadaye. Tesha akasema kwamba haya. Naye Mariam akatoka upande wa mama zake wakubwa na kwenda kumwaga Miriam kwa kumkumbatia. Bi Zawadi akamwambia Miriam kwamba haya Miriam, baadaye, halafu sisahau basi kumcheki na Doris kwa ile issue. Miriam akamjibu sawa. Nikauliza kwamba hivi kichanipatia Doris ni lini kweli? Bi Zawadi akajibu kwamba ni Alhamisi kesho kutwa tu. Nikasema mambo mazuri ya wanawake hao. Nilisema hivyo na kumwangalia Miriam. Bi Zawadi akacheka kidogo. Sasa Miriam akanitazama usoni kwa macho makini, kisha akaacha kuniangalia na kusema ya kwamba mama, mimi naenda mbaki salama. Alikuwa akimwambia Bi Jamila hivyo, lakini mwanamke huyo hakujibu kwa sababu alikuwa ameshika simu yangu sasa akiitazama kwa umakini wa hali ya juu. Miriam akamuita tena mama yake. Sasa Bi Jamila hakunyanyua uso wake, yani akaendelea tu kuiangalia picha kwenye simu. Mimi nikamtazama kwa umakini sana. Basi Tesha akamuita mama mkubwa. Hakuitika. Nikamwangalia Miriam machoni, naye pia akaniangalia kwa kutokuelewa shida ni nini. Kisha sote tukamwangalia Bi Jamila. Basi bwana, Bi Zawadi akamtikisa kidogo kwa bega na kusema ya kwamba wewe Jamila vipi? Bi Jamila sasa akawa ni kama ameshtuka kiasi na kutazama wote. Miriam akamuuliza kwamba kuna tatizo mama? Bi Jamila akaniangalia usoni kwa makini na kisha akaniita JC. Mimi nikaitika naam. Bi Jamila akauliza kwamba huyu ndo mama yako mzazi? Aliuliza kwa sasa akinionyeshia simu yangu, nami nikakubali, nikasema ndio. Bi Jamila akasema anaitwa nani? Nikasema anaitwa Lea. Basi Bi Jamila akamtazama Miriam usoni. Miriam akamuuliza kwa kujali ya kwamba mama vipi? Bi Zawadi akamuuliza kwamba kwani kuna shida gani Jamila? Basi Bi Jamila akashusha macho yake kuiangalia tena hiyo picha, yani ni kama vile anaitafakari mno. Unajua mimi sikuelewa kabisa shida ilikuwa ni nini msikilizaji. Unajua kwanza alifanya sebule ije umakini ghafla. Nikamuuliza unamfahamu mama yangu? Bi Jamila akawa ameniangalia kisha akasema hapana, sidhani. Nahisi kama nimeshawahi kumuona ila sijui hata ni wapi, sijui. Nikamuuliza kwamba umewahi kuishi Mwanza? Bi Jamila akabaki akinitazama kama vile kakosa cha kujibu. Sasa Bi Zawadi akasema ya kwamba Mwanza alishafika ni kitambo, ila labda aliwahi kumuona mama yako huko kwenye heka. Bi Zawadi akasema hivyo. Basi mimi nikatikisa kichwa kuonyesha uelewa. Nao wakawa sasa wameirudishia simu. Miriam akasema kwamba haya jamani, baadaye. Basi wote akamwambia haya. Na Tesha akamfungulia mlango bibia eti kama malikia hivi ili atoke ndani. Ndio Miriam akaelekea nje. Basi Mariam akanifuata na kusema kwamba nafuata kinanda JC tufanye mazoezi. Mimi nitabasamu na kumwambia sawa. Basi naye akaenda zake chumbani kukifuata. Tukio dogo la muda mfupi nyuma likawa limenifanya nimwangalie Bi Jamila tena kwa makini. Na bado alionekana kama kukosa amani kiasi baada ya kuiona picha ya mama yangu.
Nikaanza sijui labda kweli aliwahi kukutana naye, na labda hata haikuwa kukutana kuzuri, maana alionyesha kuishiwa raha au kushangaa yani. Ila amna bwana, labda tu yani nilikuwa nawaza vitu vingi bwana vibaya. Hata hivyo na uzee nini, si unajua ukute na uzee hata nao unachangia. Huenda alijichanganya tu na kumfikiria mtu mwingine. So mimi nikawa nasikia geti kule nje lilipokuwa likifunguliwa na bibi Miriam. Naye Tesha akasema anaelekea chumbani kujiandaa kutoka pia, ili sasa alifunga na geti dada mtu akishaondoka. Hivyo akatuacha hapo na mama wakubwa. Mariamu akawa sasa amerudi upesi na kinanda chake, nami nikamwomba anipe muda mfupi ili sasa nikamsemesha dada yake pale nje kwa kitu fulani nilichokuwa nimekumbuka kumwambia, na binti akaniacha niende. Basi mimi nikatoka humo ndani na kukuta Miriam akiwa hapo nje bado, na geti lote likiwa limefunguliwa ili aweze kulitoa gari. Kwa hiyo huko nje palionekana vyema sana. Watu na fujo zao za asubuhi, ndio mambo yalikuwa hivyo. Alikuwa ndo amefikia mlango wa gari upande wa usukani na kufungua, lakini aliponiona nimetoka ndani akatulia na kunitazama tu usoni. Nikampatia tabasamu la wazi kuonyesha namna ambavyo nilipenda sana kumwangalia, naye akajikausha tu na kuingiza mkoba wake garini, lakini yeye hakuingia kwanza. So nikatoka hapo varandani na kusogea mpaka kwenye gari lake lilipokuwa, nikisimama upande wa pili wa mlango wa siti ya pembeni. Naye akanitazama usoni kidogo na kushusha tena macho yake kama vile anayaficha eti. Na hilo sasa likanifanya nitabasamu kiasi na kuegamiza mkono mmoja juu ya mgongo wa gari. Bila kuniangalia, Miriam akasema kwa sauti tulivu ya kwamba, unajua huo unazungumza sana ukiwa note. Alisema hivyo. Nikamuuliza kwamba kumbe na uliona jinsi vinavyosimama nikiwa naota? Aliniangalia upesi na kusema kwamba no sija. Alishia hapo hapo baada ya kuonekana kujishtukia kutaka kusema kitu kilichoonyesha kwamba alielewa maneno yangu vizuri. Nami nikatabasamu kimchezo huku nikimtazama kwa hisia machoni. Akakwepesha macho yake na kuonekana akibabaika kiasi, na akaushika mlango wa gari akiashiria kutaka kuingia ndani. Nikamwambia kwamba asante sana kwa jana. Akaniangalia kiufupi tu, kisha akasema kwamba ila bado unahitaji kuonana na tabibu, uende hospitali kuhakikisha afya yako iko salama. Basi kwa sauti tulivu nikamwambia kwamba wewe ndio tabibu wangu Miriam. Akatikia maneno hayo kwa kukaza vidole vyake taratibu kwenye mlango wa gari, kusasa akianza kuniangalia taratibu. Nilimtazama, nikamwambia kwamba uwepo wako usiku mzima pembeni yangu ndio umefanya niamke nikiwa salama. Kwa kuwa sikuwa tu naumwa mwilini kutokana na sumu, ila kuna gonjwa la ndani sana kwenye moyo wangu ambalo lilikuhitaji wewe ili uweze kulitibu. Na umeshaanza kufanikiwa kulitibu. Nilimwambia hivyo kwa sauti tulivu kabisa. Alikuwa akiniangalia usoni kwa macho laini yani. Mdomo wake ukiwa wazi kiasi, ikionyesha dhahiri kwamba kuna sehemu ndani yake ilipenda sana kuyasikiliza maneno yangu hata kama nimeongea utumbo. Hivyo ni wazi kwamba alikuwa ameanza kunizoea haswa. Basi nikampamba nikasema kwamba kwa hiyo asante sana tabibu wangu, mimi sihitaji tena kwenda hospitali kwa sababu yako. Basi Miriam akafumba mdomo wake na kuangalia pembeni, kisha akasema nenda sasa ukacheze na mama. Nami nikamwambia poa, tutaonana baadaye. Uwekea na uendeshaji sawa Nilimsemesha kwa njia fulani hivi kama vile yani nambembeleza. Basi akanitazama yani kama vile akiwa ananitafakari sana, huku mimi nikiwa nampa kale kasura kakupendeka na macho yangu yenye kushawishi. Na ndo akaingia kwenye gari lake sasa na kuliungurumisha. Jamani hadi raha. Yani nilimwambia hayo yote na hakutoa neno hata moja kupingana nayo kama alivyokuwa akifanya awali. Na kikweli hiyo ilikuwa ni alama moja nzuri sana kwangu. Alikuwa anakaribia kuingia huyo. So nikasogea nyuma na kuendelea kumwangalia kupitia kioo cha mbele, akionekana kuingiza magia na manini. Na ni hapo ndio Tesha akawa sasa amekuja nje hatimaye. Nikamuuliza ikiwa angeondoka pamoja na dada yake, lakini akasema hapana, anaenda tu pale Kongoe mara moja kisha anarudi baadaye kidogo. Mimi pia nikamwambia kwamba nikimaliza kumpa Mariam tuition kidogo basi nitaelekea kule hospitali ya Temeke kumsalimu Soraya. Kwa hiyo tungeonana baadaye.
Kwa hiyo baada ya hilo kueleweka, ndio tukaagana na jamaa akaenda kufunga geti lote baada ya Miriam kuwa ameshasepa. Kisha na yeye Tesha akaondoka. Basi mimi nikarudi pale ndani ili kudili na binti Mariam, nikiwa nahisi furaha na amani zaidi moyoni. Nilitumia muda wa kama saa 1.5 hivi pamoja na binti Mariam, nikimfundisha mambo mapya na kupiga naye kinanda kwa njia yenye ustadi zaidi, na alikuwa akiendelea kujitahidi kufika kule nilikotaka afike, ila bado hakuwa amefika kwa asilimia zote. Lakini angalau alinipa matumaini kwamba haingechukua muda mrefu sana. So nilikuwa na uhakika kwamba ugonjwa wake ulikuwa umeanza kumkimbia taratibu. Sasa ikiwa inaelekea kufika saa 6 mchana, nikawa nimewaaga wa hapo nikisema ya kwamba naelekea kule hospitali ili kumsalimia Soraya, kwa kuwa saa 7 ingekuwa ni muda wa kuwasalimu wagonjwa. Kwa hiyo nikawaacha mama wakubwa na Mariam katika hali nzuri ya amani. Nami nikarudi pale pale kwa Ankia na kuvaa vizuri kwa ajili ya kutoka. Nilipiga t-shirt la blue nyeusi lenye mikono mirefu, suruali ya jeans ya samawati pamoja na sneaker zangu nyeupe. Huyo nikaingia barabarani baada ya kupafunga hapo vizuri. Kama kawaida yangu msikilizaji, handsome nilijitambua kabisa, lakini mimi sikuwa wa kujivunia kupita kiasi. Walionitazama ndio wangetoa comment walizoona zinafaa kunielekea, maana siku zote kuonekana kwangu mbele ya wengi kuliinua macho na mawazo tofauti tofauti kunielekea. Na ndivyo ilivyokuwa kwa wakati huo. Yaani niliangaliwa kama vile bado nilikuwa mgeni huko. Kutokea hapo Mzinga baada ya kupanda daladala, safari ikawa sasa ni yenye kukawiza sana kutokana na msongamano mrefu kuanzia darajani. Hapo sasa uzuri tu ni kwamba nilikuwa nimepata safari ya kukaa. La si hivyo, kama ningekuwa nimesimama, basi ningeshuka na kuchukua bodaboda. Gari likawa sasa linajivuta taratibu tu. Hadi sasa ni tulipofika maeneo fulani hivi iliyokaribia Rangi Tatu, kisha sasa nikasimama kwa dakika kadhaa hapo. Watu baadhi waliamua kushuka na kutembea tu. Hivyo nami pia nikalipa nauli yangu na kushuka. Mdogo mdogo tu nikatembea pembeni ya barabara. Na huo msongamano ulikuwa umesababishwa na magari kuwa mengi eneo lenye roundabout sio kuwa na taa za barabarani wala askari wa usalama. Kwa hiyo nikapita hapo na kuelekea kusonga mbele mpaka kufikia Mbagala stendi. Nilielewa kuwa magari ambayo yangeelekea hospitali ya Temeke yangeingia kwanza hapo stendi na kisha kuibukia tena barabarani ili kuongeza abiria na kusonga mbele. Kwa hiyo nikaona ngoja nisogee mbele zaidi kuipita stendi mpaka eneo waliloita Drive, ili sasa niwahi kupanda gari moja ambalo lingekuepo, ama kama kuna ambalo labda lingenikuta basi ningesombwa nalo. Nikiwa naelekea eneo hilo, nikawa nimepigiwa simu na Adelina, nami nikapokea na kuzungumza naye. Mwanamke huyu alikuwa akinisalimu, na kwa wakati huu sasa niliongea naye kwa njia yenye kumfurahisha tu ili urafiki wetu uweze kukolea hata zaidi. Nilikuwa nimeamua kumalizia maongezi na Adelina kwanza kabla sijapanda daladala, na kwa upande huu hakukuwa na msongamano, kwa hiyo nyingi zikawa zikinipita tu. Wakati ndo namalizia kuongea naye, katika kupishana na mtu fulani eneo hilo, nikawa nimempamia, yani tulikuwa nimepalamiana na huyo mtu kwa nguvu kiasi. Sasa ile nimemwangalia, nikakuta ikiwa ni mwanamke mtu mzima vya kutosha kunizaa. Yani tena rika la kina Bizawadi kabisa, ambaye alikuwa amebeba kitu kama kisado hivi kikubwa chenye nyanya nyingi. Na hivyo zikawa zimefanyaje? Zimemwagika chini. Kwa ile hali ya haraka kutokana sasa na kutokutarajia hilo, nikamwomba mama huyo samahani, huku sasa nikiweka simu yangu mfukoni upesi sana kabla hata sijaagana vizuri na Adelina. Na niliweka mfuko wa nyuma wa suruali. Kisha nikaanza kumsaidia mwanamke huyo kuokota nyanya zake zilizokuwa zimezagaa huku na kule. Alionekana kuudhiwa kiasi na hali hiyo, na mimi nilielewa hilo. Kwa hiyo nikawa sasa namsaidia kuziokota na kumpatia ili azirudishe mahali pake, huku nikimwomba samahani ya kutoka moyoni. Nikawa nimeona nyanya kama 3 hivi ambazo zilielekea usawa barabara kabisa, nami nikazifuata upesi sana. Ile nimeinama kuokota 1, 2, 3 kwa kasi ambayo sikutarajia. Nikahisi simu yangu ikivutwa kutoka mfukoni mwa suruali. Kasi hiyo iliambatana na mungurumo wa pikipiki iliyopita karibu kabisa na mimi. Nami nikashtuka kiasi na kutazama barabarani. Hapo nikaona pikipiki iliyokuwa imebeba watu 2, ikiwa sasa upande huu wa barabara ulioelekea Temeke, lakini sasa yenyewe ikielekea huko Mbagala, ikipishana na magari kwa kasi sana. I say, kwanza nikajishika mfukoni ili kuthibitisha, na simu yangu haikuwepo. I say,
Yaani hapo sasa nikawa nimeporwa. Watu baadhi wakaanza kuniangalia na kuangalia kule pikipiki ilipoelekea, na mimi nikabaki nimesimama hapo nikiwa siamini. Yaani haijawahi kutokea nikaibiwa simu hata mara hii. Tena mchana kweupe. Hao jamaa walinipatia kwenye wakati wa udhaifu nilipokuwa namsaidia mama huyo na nyanya zake. Na inaonekana walikuwa wamenipigia hesabu, maana nadhani pikipiki hiyo ilikuwa imetulia tu upande wetu wa barabara na huenda simu yangu ilitokeza sana kwa nyuma. Alafu sasa ni simu sasa ilikuwa ina vitu, ile maski ilikuwa na kumbukumbu, mambo mapya, mawasiliano. Yaani simu yenyewe tu ilikuwa ni kama sehemu muhimu sana ya viungo vya mwili wangu. Na sasa ikawa imenyofolewa. Sasa nilihuzunika. Lakini sasa ningefanyaje sasa? Basi watu kadhaa wakasogea upande wangu na kuanza kunipa pole ama kuwasema wezi wale. Nami nikawa naitikia tu kistaarabu tu. Kisha nikamrudishia mama wa watu nyanya zake. Zamu hii na yeye akanipa pole, lakini akaniambia kwamba nisijali, simu yangu ningeipata tu. Niliona hiyo kuwa kama faraja isiyokuwa na faida, lakini kaithamini hivyo hivyo tu na kumshukuru pia. Nami nikaenda tu kupanda daladala. Kabla moja halijaisha lingine likawa sasa limezuka tena. Yaani hakuwa na jinsi tena. Simu yangu ningetafuta nyingine tu. Na jambo zuri ni kwamba siku zote huwa ni busara kuwa na plan B. Yaani njia ya ziada ya kutatua tatizo, ili likitokea unakuwa hujapoteza kila kitu kabisa. Nyingi ya kumbukumbu kama picha, mafaili muhimu na taarifa za kisiri nizitunza kwenye email yangu. Hivyo endapo kama ningenunua simu nyingine basi ningezirudisha. Kuipoteza simu kizembe namna hiyo iliuma, lakini singeuma tena baada ya muda. Basi nikafanikiwa kufika hospitali ya Temeke baada ya dakika kadhaa, nami nikaenda kumuona Soraya. Ilikuwa imeshaingia hapo saa 7. Hivyo nilimkuta mwanamke huyo kwenye wodi ya wagonjwa akiwa ametembelewa na ndugu zake watatu, wote wanaume, na marafiki zake watano hivi ambao walikuwa ni wanawake na ni Waislamu. Nami nikajitambulisha kwao na kumpa Soraya pole yake. Soraya alikuwa ameshaanza kujihisi vizuri zaidi. Hapa alitakiwa kumalizia tu matunzo, kisha kesho ndio angeachiliwa na kwenda nyumbani kumalizia dozi zake. Alifurahi sana baada ya kuniona na akanishukuru kwa kuwa aliambiwa mimi ndiye niliyemsaidia usiku ule ili sumu isimdhuru haraka sana. Nami nikazipokea shukrani zake kwa kumwambia asante pia kupambana mpaka kupata nafuu. Alikuwa anajua kuhusu sumu ile kunidhuru mimi pia kutokana na msaada niliompatia baada ya kuambiwa na Tesha. Kwa hiyo naye akanipatia pole. Basi bwana. Kwa hiyo nikaendelea kukaa hapo pamoja nao, nikiwa nimepatana zaidi na ndugu zake wale wanaume ambao walipendezwa sana na issue ya mimi kwa daktari na kufanya maongezi ya kitiba zaidi. Na ile imeingia saa 8 mchana ndio nikamuaga Beauty Sora na kusema kwamba tungeonana tena. Huyu mwanamke alionyesha wazi kuvutiwa sana na mimi bado. Tofauti na rafiki zake ambao ilikuwa ni mara ya kwanza kukutana nami, yeye alionyesha uvutio wa kina sana. Lakini kwa wakati msikilizaji, mimi nilikuwa nimeshaamua kuweka kituo kikuu kufanya michezo niliyokuwa nimeshafanya naye, hasa kwa sababu ya Miriam. Na pia kwa sababu niliona namna ambavyo mume wake alimpenda. Yaani ningekuwa sifanye kitu poa kama ningejikuta narudi kule kule nilikopaacha. Kwa hiyo macho yangu kuelekea wanawake hawa wote yalikuwa ni urafiki tu. Of course mimi nilikuwa ni sukari ya warembo, sikatai hilo. Lakini hiyo haimaanishi kwamba wote walitakiwa kunilamba. Huo mchezo ulikuwa umefikia kikomo. Bwana we, nikawa nimeondoka hatimaye kutoka hospitalini na kuanza kurudi tena Mbagala. Nilikuwa nimeanza kuhisi njaa tayari, maana mpaka tunafika Rangi Tatu muda nao ulikuwa unaisaka saa 9 hivi. Lakini mawazo yangu alikuwa kwenye kutafuta simu nyingine upesi. Na kulikuwa kuna swala la line pia. Jamani nachoka mimi. Nikaona tu niende moja kwa moja mpaka Mzinga, na tulipokosa tumekaribia kufika, nilisikia maongezi baina ya dereva na abiria kuhusu ajali iliyohusisha Costa ndogo kama hii daladala pamoja na bodaboda iliyokuwa imetokea maeneo ya hapo darajani na kuua watu 2. Na hata tukapapita na wenyewe kuonyeshana kwamba ilikuwa ndio hapo. Lakini kwa wakati huu magari yalipita vizuri tu baada ya vyombo hivyo vya usafiri kuwa vimeondolewa. Na hatimaye nikawa sasa mimi nimeshuka tulipotua kituoni. Nikaanza kutembea kuelekea upande ambao duka la Nkia lilikuwepo ili nikamsalimie kwanza, lakini nikakuta pamefungwa. Nikafikiri labda angekuwa amefunga mapema na kurudi nyumbani. Hivyo nikaendelea na mwendo hadi nilipokuwa nakaribia usawa ile nyumba ya Rukia.
nami nikamwona Tesha akiwa anakuja upande wangu upesi sana. Yaani alitembea haraka haraka, huku sasa uso wake ukielekea simu yake kiganjani. Mpaka nikamshangaa. Ikabidi sasa nikatize barabara na kwenda upande wake, nami sasa nikasimama mbele yake kumzibia njia. Aliponyanyua uso na kuniona, akashtuka kiasi na kusimama, huku akiniangalia kimaswali sana. Nikamuuliza kwamba vipi? Mbona unasafisha vumbi lote la barabara? Nimuuliza hivyo kiutani, lakini Tesha akabaki kunitazama kimshangao sana. Mpaka nikashangaa, nikamuuliza kwamba nini, mbona uniangalia hivyo? Akanyanyua kiganja chake chenye simu kunielekea sasa, akitaka kusema kitu, lakini akasita kwanza. Kisha ndo akasema kwamba mwanangu, michezo gani sasa mnafanya? Nikasema michezo? Wewe Tesha vipi? Michezo mimi na nani? Tesha akasema si wewe na Ankia. Msikilizaji, Tesha aliongea kwa mkazo sana. Nilibaki nikishangaa, nikamuuliza unamaanisha nini? Msikilizaji, kwa siku ya leo tuishie hapo. Kumbuka simu ya JC imeibiwa. Je, unahisi watu tayari wameshavujisha connection, ama tukumbuke ya kwamba Ankia pamoja na JC walishawahi kupinduana. Nadhani ni kama mara 2 kama sio mara 3, kwa ambao mtakuwa mna kumbukumbu. Walishawahi kupinduana, mtu na mwenye nyumba wake. Kwa hiyo sasa hatujajua, labda simu baada ya kuibiwa watu washaanza kuvujisha connection. Na hiki ambacho kimempatia hofu sana Tesha ni jambo gani ambalo limemfanya mpaka awe kwenye mshtuko wa namna hiyo? Kwa tutakapokutana sehemu inayofuata, msikilizaji, tutafahamu mengi zaidi, na mshtuko wa Tesha ulikuwa unahusu nini mpaka ameulize ya kwamba wewe na Ankia ni mchezo gani ambao mnafanya. Kumbuka muda wote huo ulikuwa nami Lucas Lumbasi, niseme tu ya kwamba God be with you till we meet again. Bye bye.